Nimekata, heshima inabaki. Ushakuoga kisa mapenzi? Sijawahi, ila kuna kipindi nilitamani kufanya hivyo. Nilitamani haswa. Yaani kama ningekuwa na marafiki. Kipi kilichokutamanisha mpaka ukatamani na ulikifanya au hukufanya? Sikukifanya. Lakini ilifika stage unalia sana karibia miaka 2-3. Unampenda mtu ambaye haoni ile thamani yako, malengo yote unayoyaweka, sababu mimi nilimweka wa kwanza yeye kwa kila kitu. Yaani kidogo kwanza nimuulize babe. Kwanza nimuulize, yaani alikuwa yeye, yaani alikopo first priority. Yaani alikopo upande wangu, ninamaanisha ni upande wangu. Siwezi kula mpaka yeye aje. Yaani ilikuwa ni mtu wa mimi nikipenda. Mwanangu uko na mahaba mazito, mahaba buku hayo. Wale ambao unajua ambao walikuwa kwenye mahusiano na mimi, unajua nikipenda na kuaje. Umaarufu umeongeza nini chachu katika maisha? Kwa asilimia kubwa imefanya maisha yangu yamekuwa mepesi. Umaarufu. Yaani mimi natengeneza karanga, tafuna na mashavu. Mimi mwenyewe natengeneza, nawafikia wateja wangu kwa ukubwa, watu wananisupport, pia treatment za watu umaarufu umenipa. Yaani mimi napenda kudekezwa. Kwa kuna namna fulani hivi bila umaarufu sidhani kama ningetoboa. Jamani, somo liulize hili swali. Tumuulize Mashavu ndo alini. Mashanga umekaa kimya ndio mkazi. Kama nimekaa kimya hiyo vipi? Na unapokuja na unapokupokea. Niko kwa mimi nimekwambia yule mimi mwanangu, mengine wewe maliza tu. Ndo alini Mashavu. Ndio tuseme inshallah ikitokea Mwenyezi Mungu akipanga nitalipokea kwa mikono miwili, kwa sababu kwa umri niliofikia tayari naweza kuwa mke, naweza kuhimili shida na raha za ndoa. Kidogo. Mungu yuko mtu mwenye so yule katika usiku wa mvuje na alikuponja alipakijali ule mdudu mama hiyo vipi babu Mashavu? Habari zako tulivuje na baku ya kwanza Kisuma. Achana ile ya kule kitambaa, hii hapa Mashavu wa Kisuma. Na yule kaka ni producer mkubwa na ana kazi mbovu. Anamhudumia mpaka anahudumia tena. Ndio Mashavu ampi nusu nusu. Mashavu anampa vyote. Habari ndio hiyo. Mimi ndo kwanza nasikia sana. Mama kweli. Hebu usifanye kama unatikombolea hapa. Hebu tufanye interview sasa hivi. Hebu tuletee mambo yanayotaka kujifanya wageni kama mama yako. Kama mama akosea. Hebu Mashavu tuambie. Shemeji, hebu nipishe mimi. Tuambie ukweli. Hii tumesikia hizo habari. Tukasema haka. Basi mtu mzito aje, kama yupo aje. Kwa sababu mimi sijaolewa, siwezi kusema eti nina mtu nikatangaza mbele za watu nina mtu bado sijaolewa. Tu ndio yuko vizuri. Na ndio anakuwezesha, anakuweka mjini. Nasikia mpaka biashara hiyo mtaji kakupa yeye. Unaona bwana, sijasikia bwana. Tulete mambo. Hebu Mashavu tuambie, kama kuna ubaya kani kusema. Mimi kama angekuwepo ningesema. Ila huyo mtu mzito bado sijampata. Yule producer yupi? Mama producer mpaka tutaje majina. Wewe taje. Ni kesho nikute defender chini hata. Yule producer yule Mashavu. Hamna lolote. Nakwambia rafiki yangu, mama siwezi kudanganya. Mimi mkweo akija hapa na kutambulisha. Mama anza kuomba chako mapema. Kaja wangu. Kabla jua lijazama. Yeye anafanya biashara gani? Kama unakataa huko sawa maproducer. Yeye haipo kwenye masuala ya sanaa. Yeye yuko kwenye kitengo gani shemeji yetu? Hayupo kwenye masuala ya sanaa, ni mtafutaji tu. Sema tu somea Cuba. Mtafutaji tu. Umeelewa? Yaani mtafutaji. Yule yupi? Producer. Udugu. Sio producer bosi wako. Watu wao kusema Abduli, jamani sio Abduli. Producer yule wa udugu wako. Mwenye kama ile ya kwako. Alirudi tena kule. Wewe mbaya wewe.
Somo kama ile ya kwako. Nimeshaelewa. Urugu wetu yule. Si kaudi tena kule. Yule sasa Kontawa. Ndio roho ya usingizi wa huyu. Maneno mbukwa. Somo shamjua. Nishamjua. Wewe umemjua? Sijamjua. Sasa mbona unamwambia ropoka? Mashavu mbona? Mimi usongu niwekea wapi mimi? Mtu akiwa na rorosoka nayo lake muone anajua. Wewe ushamjua ina maana. Sijamjua mimi mzima. Tadi bwata. Somo naogopa mimi yangu. Tadi zoza. Somo naogopa. Leo Mashavu sio tunatamba naye. Usiwekie leo kombolea. Yukoje yule shemeji? Yule Mwarabu Mangula. Achana na Mwangula, achana kwenye kwa Mwangula. Yule shombe vipi shemeji yetu? Ushemeji tu sasa hivi. Sio shombe. Mkagula Morogoro. Na kweli yule anakuela ndefu yule Mashavu mtatia wapi? Bwana mimi mbona sina. Jamani. Bwana mwanangu tena nataka kulia tena jamani. Mashavu. Acha. Za uongo za uongo bwana. Ndio maana tunamuuliza. Na sasa uonyeshe kunongoneza. Mimi sitakutajia jina. Mashavu aonyeshe ushirikiano. Aonyeshe ushirikiano. Basi tukaanza kufukua hapa. Wala kuonana sije kuonana naye. Mashavu hata yule anesha crown nyeusi. Sijawahi hata kuonana naye. Sisi tumezipata. Ile nimekutajia jina hapa. Sijawahi wallahi bila ile kaka. Mashavu. Nakwambia. Sema haki ya Mungu. Haki ya Mungu. Gorofa hili geuke bomu. Budu. Somo nimeona kwamba chano changu makini nichoambiwa kwamba nani baada ya kusema kuna Mashavu. Mimi na research zangu nazifanyaga kabla hajakuta mtu. Sema nasijua. Lazima si tulisikia hilo swala kweli kweli, tumepekua mpaka makaburi ya zamani tunamedanganya. Kuna ubaya kana yule na familia yake yule. Unaona umejeleka na familia yake. Hiyo kweli ni mume wa mtu. Anajulikana. Yule ndiye mume wa mtu lakini Mashavu, yule nasikia sasa hivi ndio usingizi wako. Ndio maana sisi tumeogopa kutaja hapa kumwaga kesho kwa mitandaoni. Tunajua sisi kimoja. Wako stand na mimi simtaji Mashavu kashamjua. Mbaya wewe. Mashavu. Mpaka mbaya tena. Tadi nipe ora. Mashavu kafurahi baada ya kumtajia jina lake. Tadi nipe shoti. Bwana Epo, inaanzwa na Epo. Mashavu unajisikiaje kuwa mtu maarufu kama vile? Mimi sijisikii chochote kwa sababu sio mtu wangu. Mimi mtu wangu na date naye sio kabisa. Sio shombe, sio Mwarabu, nilikaa Gulula huko. Sawa, ni mtu wa Morogoro huko tunaposikia. Sawa, ni Morogoro, lakini wewe unajisikiaje kuwa mtu mzito kama hivi? Huyu ambaye wa kwangu. Unajisikiaje kuwa na wewe mtu wa kwako? Wa kwangu mimi. Mimi najisikia burudani. Ana take care kila kitu. Mimi sina shida ndogo. Kweli wewe sio shida ndogo. Ushavuka. Mimi mtu atakayenihudumia vizuri na kuniheshimu mimi pamoja na mtoto wangu, nampa na mimi kipaumbele chake. Akisema bila mtu aongeze mke wa pili uwe mke. Yaani mfano akitokea mtu yani wewe yeye hapo mke wa pili. Hana mke wa kwangu mimi. Kama mke basi mimi nitakuwa wa kwanza. Yaani akitokea mtu mwanaume mwenye ile yaani ukiacha huyu ambaye na date naye akatokea mwanaume mwingine. Ndoa ni ndoa. Unakubali. Nakubali. Somo upo? Nipo. Ndomba kama haupo vile. Nipo. Nasikiliza tena. Hatari sana. Tuma message. Ujumbe tumeupata. Tuseme kila siku tumeelewa. Hiyo. Mashavu unajivunia vipi kuwepo kwenye Natural Creativity, Nabra Creativity ya Abdul Raisa? Unajisikia kuwa mwanafamilia Kombolela? Kwanza mimi naona kama bahati kuwa kwenye crew yake. Kwa sababu watu wengi wanatamani kuwa sehemu ambao sisi tupo. Ambao hatujatoa pesa, ambao hatujaipigania kihivyo, imetokea tu bosi kapenda unachofanya bahati tu. Mtu kakwambia bwana njoo kwenye kampuni yangu uigize, imetokea kazi imekuwa kubwa. Kwangu mimi naona bahati na nashukuru kesho, nashukuru leo na kesho ahera. Nashukuru sana, najiona mwenye bahati kuwa miongoni mwa watu ambao nafanya kazi kwenye ile kampuni. Na siri gani ambao ngumu sana kwako iliweza kukuumiza? Sina ambao napigana na mama ambao tayari imeshapita. Ile siri ilikuwa ngumu kwa sababu
mama ni mama, na mimi yani nikisema mama namaanisha Siwa ni mama yangu, yani ni mama yangu, yani ni mama yangu, yani siwezi kusema kama mama yangu, ni mama yangu. Ananielekeza vitu vingi, ananielimisha vitu vingi, ananikataza vitu vingi, kwao ni mama yangu. Alafu natoa sini uongee naye vitu vibaya, umshushue, umtupie vitu, umtukane, hiyo kwangu ni ngumu, kwa sababu tayari yeye ni mama, alafu ndo naambiwa nigize nimvunjie heshima. Hiyo kidogo inakuwa ngumu. Na unajisikiaje kuweza kuact na watu wa Kongo mule ndani? Maana kuna bistaa pale mama mkubwa. Madawa mzee Kikala, Kobisi, Chiku, kuna wale wengine shangazi yako Mwaija, yani wote mimi nilikuwa nawaangalia kwenye TV nikitamani kwamba bwana, kuna siku Mwenyezi Mungu akinipa nafasi ya kuwa kwenye TV natamani nifanye nao kazi. Lakini Mungu akandomana, nimesema bahati. Mungu amenipa bahati, amenichukua, amenipeleka. Sijatumia nguvu yoyote. Mimi nilifatwa na bosi. Bwana anataka uwe kwenye kazi yangu. Kwa hiyo kwangu ni bahati. Na siwezi kuichezea leo, yani mpaka kesho. Yani nikipewa sini na hao naicheza kama vile kesho siwezi kushuti tena. Kuna upande wako sanaa inakulipa zaidi? Sanaa inanilipa mpaka kufika hapa. Nasomesha watoto, mimi na mdogo wangu wa kiume ambaye ndio yuko chini yangu. Nalisha familia, kiacha mimi nalishwa pia nyumbani, lakini mimi pia na majukumu yangu. Mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia yetu. Nina wadogo zangu wawili, Robert na Paulus. Kwa hiyo wote wananiangalia mimi. Nina baba, nina baba, nina mama, nina bibi, nina babu, nina baba mkubwa. Unajua mtu kishaonekana kwenye TV, wanajua muda wote hela zipo. Kwa hiyo inabidi ufanye kazi kwa bidii. Ndio maana sana sasa hivi nanilipa, kwa sababu nilifanya kazi kwa bidii mpaka sasa hivi nalipwa vizuri, narudisha kwenye familia. Ulipotoka mpaka sasa hivi je, malipo kumbea yako vizuri sana na yanakidhi, Mungu anasaidia. Alafu budget vipi pale? Hamna sasa hivi. Zipo. Bana Abdul mkono wake sio mfupi. Anatoa. Abdul ni mtu mzuri sana. Ukiacha unaweza kupata shida ukiacha mshahara wako, lakini akaweka mkono wake kwenye jambo lako, na sio kwamba anakukopesha, anakupa kama familia yake. Kwa hatuishi kwa tukipata janga siwezi kusema nitafanyaje. Nitauliza na mama, nina bosi, naweza nikamkimbilia akanipa sikio lake. Na pale hamna hapa mashabiki pale inavyolipwa. Mashallah. Napata ile hela ambayo nikiwa nyumbani siipati. Inanisaidia. Nyingi kidogo. Kama shilingi nyingi tu kidogo. Nyingi shilingi. Ndio tunaogopa. Anajua tutamuomba. Ndio maana vabi. Lazima tuokote kwa mashavu. Kwa mashavu tunaokota. Lazima. Kama Abdul mkono wake sio mfupi, basi najua pia anafanya na watoto wake na mkono sio mfupi. Kwa kweli. Ila ningemwambia bosi kama anakuja huko angenigea nauli. Na mimi na nyinyi mngeokota nauli ya bosi, unajua? Anaona shilingi ngapi napewa nauli ya bosi? Bosi wetu na sisi. 10 zinaanzia 5. Ile sifuri. Naanzia 5, zinaanza 5 afu tunaendelea. Ndo nauli ya bosi. Kwa hiyo ningemwambia hapa mngeokota. Sasa tatizo mwenyewe. Basi uende ukamwambie chambu anakuita, mwambie hapa kuna rais wa shoti Tanzania Tadi Official, hapa bibi kuna mamangu Rashida Wanjala. Wanasema jamani Abdullah tunamuita naye kwenye chambu. Tuje tuokote kwa tajiri. Inshallah tumpe maua yake sababu pia anafanya vizuri. Kweli kabisa. Mashavu, kwa kumalizia, tunaona pale muda unao umetutupa mkono. Tumezungumza vitu vingi na tunapiga story nyingi na mambo mazuri matamu yako. Wewe kama mama, kuna ugumu gani ambao unaupata kulea mtoto mwenyewe na ukilea mtoto na ukiwa na mwanaume wako? Kuna ugumu kwa sababu mwanzoni nilikuwa naishi na mwenzangu, na kuna namna mtoto anajisikia amani akimuona baba, akimuona mama. Ugumu unakuja pale wenzie wakiita baba. Mimi mwanangu kuna kipindi ilikuwa inaniumiza sana. Alikuwa akiona watu kwenye TV sana watoto wa kiume. Baba yangu.
akitoka nje analilia yule babangu. Hiyo kama mzazi inauma, inachoma kwamba I wish mwanangu akiamka asubuhi kabla hajaenda shule amuone baba, amuone mama, usiku kabla hajalala amuone baba, amuone mama, lakini anazoea mazingira ya kumuona mzazi mmoja tu. Akienda kwa baba ni mara moja anarudi. Hiyo inaumiza sana. Kikubwa tu yani kwenye malezi, mimi mwenyewe nilikuwa natamani sana kuwepo na baba. Sasa mimi mwenyewe nimelelewa na mzazi mmoja, mama, kwa sikupenda mtoto wangu apitie yale maumivu nilopitia mimi, lakini Mwenyezi Mungu ndo anayepanga. Inawezekana vile anavyopitia ndio itamfanya awe jasiri zaidi. Wewe unapenda kusikiza nyimbo hizi gani? Wasanii gani ambao unawakubali Bongo Flava? Mimi ni mtu wa mood. Nikiwa kwenye mood ya taarabu nitasikiliza taarabu kutwa nzima. Nikiwa siku hiyo mood ya kusikiliza nyimbo za zamani nitasikiliza za zamani. Nikiwa na mood leo kusikiliza nyimbo za kina Justin Bieber nitasikiliza. Kwa hiyo sina ile nyimbo. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia unabadilika nabadilika badilika yani sina siwezi kusema kwenye taarabu umo, kwenye R&B umo, kwenye hip hop, Bongo Flava umo, nimo kwenye mashairi nipo, yani inategemea na siku nitakavyoamka. Kama nikiamka Kipogolo nitasikiliza nyimbo za Wapogozo za Ndamba mpaka nichoki. Wewe Ndamba nini? Ndio maana. Anapenda mpunga jamani. Ubwabwa asubuhi mchana. Na Mashavu, kabla tujamalizia, una neno gani kwa mashabiki zako? Kwa mashabiki zangu nawapenda sana. Asante kwa kunichagua mimi, hamjakosea kwa sababu nina vitu vingi sana vya kuwaonyesha. Endeleeni kunisupport ili muendelee kujifunza mambo mengi sana kupitia mimi. Umesema biashara yako, biashara ya karanga, tafuna na mashavu. Karanga hizo za kudambua. Na hapo Mashavu, kabla hujamaliza, labda wewe sasa ushakuwa star. Kuna watu sometimes wanakutaka labda uende kwa labda kama kwa special appearance. Wanakupataje labda? Msigia na jambo lake, nataka kwenye shule yake Mashavu awepo. Mimi Instagram, pata Instagram natumia Mashavu Kikala. TikTok hivyo Mashavu Kikala, Facebook Mashavu Kikala. Akinidia mimi ni mtu ambaye niko active muda wote. Yani muda wote. Kama biashara mtaanzia kuongea kupitia huko kwa. Kupitia huko. Akinitafuta nitajibu message na Mashavu mashallah sasa matangazo tunaona matangazo yamehifadhi. Mungu anasaidia kidogo. Sisi tunakuomba kama Chapu Chapu, Mwenyezi Mungu azidi kukufungulia. Amina. Na ukipata hela pia Chapu Chapu pia utuletee. Amina. Useme mapema. Ukipata na sisi unatuletea. Inshallah Mwenyezi Mungu aendelee kufungua milango yangu. Amina. Mwenyezi Mungu. Na hizo karanga Mashavu karanga inapatikana wapi? Mbona hujatuletea leo? Sijaleta kwa sababu ndio ilikuwa yani unajua nilipotoka hapa kabla kuja hapa nilipitia sehemu. Kwa ngumu kubeba mizigo hivi, lakini na wengine ukinini utuletee. Yani nitawaletea, zitakaa hapa, mnakuwa wewe mdhamini wetu. Wewe mdhamini. Jamani mdhamini wetu jamani. Yakobo mdhamini wetu hapa karanga za kudambua dada. Ukija hapa sasa mnadambua maziwa. Karanga zangu tamu mashallah. Habari ndio na karanga nzuri. Hatari sana. Karibu sana Mashavu. Karibia sana. Hongera sana mwanamke mpambanaji. Ni binti ambaye unajituma sana. Ukitoa utangazaji pia ni shabiki yako, tunapenda kazi zako pia. Amina, asante. Asante sana. Haya bye. Asante. Nyuma kamera alikuwepo J Star kwa uzuri kabisa. Yes, ndio tunafanyisha sisi tunang'ara hapa kwa uzuri kabisa, lakini pia sisi tunazidi kukusii sana, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Mimi natumia @official pale Instagram, @aptab_official. Somo, mimi naitwa Rashida Wanjara kwenye Instagram, unaipata video unaandika tu Rashida Wanjara, basi unaona pale habari zangu zote. Haya tu. Wanakuambiaje siku zote? Aliyozoea kulandua nazi hawezi kuangukia koroma. Pambe. Tata bye. Bye bye. Alhamdulillah.